Uzima wa milele ni nini? Uzima wa milele ni kumjua Mungu kwa undani kupitia Yesu Kristo. Ndiyo uzima wa milele kwa ufupi. Kwa hiyo karama tunayoipokea baada ya kumjua Mungu ni uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Karama ni zawadi ile ambayo tunaipokea kupitia kumjua Mungu, ni uzima wa milele. Ndugu zangu, karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo, na leo nitakuwa nazungumzia mauti na uzima wa milele. Tutafakari pamoja, karibu sana. Na leo somo litakalo tuongoza linatoka katika kile kitabu cha Warumi sura ile ya 6 mstari wa 22 kuanzia 22. Anasema, lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. 23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hivyo tuanze na tafakari yetu itakuwa hapa mstari wa 23, kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele kupitia Kristo Yesu Bwana wetu. Hapa kuna maneno kadhaa ambayo tunatayawekea maelezo. Mshahara ni nini? Mshahara ni ujira au malipo unayopokea baada ya kufanya kazi. Yanaweza yakalipwa kwa wiki mbili au mwezi. Lakini dhambi ni maovu ambayo yanachukuliwa kama makosa. Dhambi ni maovu au makosa ambayo yako kinyume na sheria za Mungu, kama uasherati, uzinzi, ibada za sanamu, urafi, ulevi, ufisadi, dhulma na mengine kama hayo. Hayo yote ndio yanaitwa dhambi. Matendo fulani kwa maana rahisi ni matendo ambayo yana madhara kwako, kwa watu wengine, lakini pia kwa jamii nzima, ndio dhambi. Tukisema mauti ni kutengwa na Mungu. Mauti kiroho tunasema ni kutengwa na upendo wa Mungu au kuwa mbali na Mungu katika maisha yako ya kila siku na ya milele. Kwa hiyo mshahara wa dhambi ni mauti. Maana yake ujira au malipo ya ubaya au matendo ambayo yana madhara kwako na kwa watu wengine ni kutengwa na upendo wa Mungu na kuwa mbali au kuwa gizani. Ndio mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. Ni kitu gani? Karama ya Mungu ni uzima wa milele ni kitu gani? Karama ya Mungu, karama maana yake ni zawadi ambayo tunapewa baada ya kumwamini Kristo. Karama ni zawadi tunayopewa kwa kumwamini Mungu katika maisha yetu, ambayo ni nini? Ni uzima wa milele. Sasa uzima wa milele ni nini? Uzima wa milele ni kumjua Mungu kwa undani kupitia Kristo Yesu. Kumjua Mungu kwa undani kupitia Kristo Yesu. Na katika sura ya Yohana pale amezungumzia Yohana sura zote mara nyingi alikuwa anazungumzia uzima wa milele. Muamini Yesu utakuwa na uzima wa milele. Tuangalie Yohana 6 mstari ule wa 54, anasema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Aulaye mwili wangu, alikuwa anazungumza Yesu kwamba aulaye mwili wake anao uzima wa milele, naye atamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo ukimwamini Yesu, ukapokea neno lake na ukaliishi, maana katika Yakobo anasema kwamba Yakobo pale 2 anasema kwamba tuweni watendaji wa neno na sio wasikiaji tu, na imani bila matendo imekufa. Na imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Neno la Kristo tunapokuwa tunalisikia mara kwa mara kila siku ikiwezekana, linatufanya tuwe tayari, tuwe na uzima ule wa milele. Yaani uzima tuwe nao tele. Tuwe nao leo katika maisha yetu ya kila siku, lakini na baada ya kufa. Tuangalie maana ya uzima wa milele ni nini sasa kwa mujibu wa maandiko. Katika kile kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 3 anasema, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo tukimjua Mungu wa pekee na wa kweli na mwanae Yesu Kristo aliyemtuma, ndio tunakuwa tumepata kujua uzima wa milele, au tunaweza tukapata uzima wa milele. Ndio uzima wa milele. Hivyo ndugu zangu, mshahara wa dhambi ni mauti. Ujira wa matendo mabaya ni mauti, ni kutengwa na Mungu, kuwa mbali na Mungu, kuwa gizani, kuwa dhambini. Lakini karama ya Mungu, zawadi ya Mungu ni uzima wa milele, ni kumjua yeye milele na milele. Maana yeye Mungu ni leo, ni jana, leo na hata milele. Ndiyo Mungu au Yesu.
Kwa hiyo mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Ndiyo maana yake kwa uchambuzi mdogo ambao tumefanya hapa. Lakini pia ukisoma katika kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8 anasema kwamba upendano ustiri wingi wa dhambi. Upendo ustiri wingi wa dhambi. Kwa hiyo ukiwa na upendo katika Kristo unapunguza yale madhara yanayoweza yakapelekea mauti. Hivyo basi, mwisho nipende kusema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Mungu akubariki sana wewe uliyenitazama. Nikutakia wakati mwema. Neema ya Kristo ikawe pamoja nawe.